Mwanamke anapokuwa anaingia katika maisha yake ya ndoa, kabla ya kukutana na mume wake, huwa wazazi wanamtafutia mwalimu. Kwa lugha ambayo tumeizoea sisi hapa tunasema somo ama kungwe. Yule kazi yake kubwa ni kumfanya mwanamke aweze kujua ni namna gani mume unaweza ukamwendo kwenye nyumba. Mahitaji yake ya kimsingi, anakulaje? Anaweza kuwa smart kwa mtu aina yote, akisimama anaonekana kabisa ni mume wa mtu. Kwa sababu kuna tofauti mkubwa sana kwa mtu ambaye ameoa na bachela. Sasa kuna wakati sioni kabisa utofauti wangu mimi na mwanaume ambaye bachela aishi na mke. Kwa sababu sielewi, umemfukuza dada wa kazi ndani. Alafu baada ya kumfukuza dada wa kazi sioni tofauti ya aina yoyote. Sasa mwanamke ni wewe au dada wa kazi? Kwa sababu nyumba ni chafu. Chakula hamna mpaka hivi sasa. Ujali. Ndio umetoka ndani kulala sasa hivi. Ususe ni chakula, ususe binti wa kazi. Mimi nadhani hapa tunaongelea kuhusu chakula au cha binti wa kazi. Na imani binti wa kazi hahusiki hapa katika mazungumzo yetu mimi na wewe. Na sihitaji mimi kuhusu mambo ya binti wa kazi, maana tulishaongea. Okay. Nakwambia kitu kimoja. Wewe ni mke wangu. I know you. Sawa. Sasa ninapokuwa nasema nasikia njaa, nimtekeleza tu kwamba niletee chakula basi. Nisiongee vitu vingi nikaanza kutoa faida nyingine. Baby. Si wewe upo. Twende jikoni tukapike wote. Twende jikoni tukapike wote. Lulu. Unamwambia mume wako aende jikoni akapike. Na akipika ni sema mapenzi. Mimi nende jikoni nikapike chakula. Napika chakula kwa sababu mapenzi, napika chakula kwa sababu ya emergency, dada wa kazi nyumbani yetu. Nataka nifahamu katika hilo. Mume wangu. Kwani kuna tatizo hapo baby? I'm not bad. Not bad. Okay. Ila siwezi kupika. I'm not bad na siwezi nikapika. Siwezi nikakaa jikoni nikapika chakula na mwanamke huko ndani ya nyumba. Ni matusi kwetu. Labda mimi niamue siku niseme napika chakula kwa niaba ya kukusurprise wewe. Sio wewe uniambie mimi nenda jikoni nikapike. Hapana. Sijasemea mimi kusema hivi kwamba uende. Sawa. Sawa. You know me. Sawa. You? I can be a devil. Okay. Fine. Sawa. Nahitaji chakula. Baby, chakula tayari. Karibu chakula. Asante. Pika kizuri. Nini shida? Kuna tatizo?
kipenzi. Najua nimekukera. Samahani. Baby, nielewe. Nimekuelewa. Sasa mbona uko hivi? Basi tabasamu kidogo. Jamani, tabasamu gani ya hivi? Baby. Thank you. Nisa. Mbona kosa kwangu? Hamna nachokosa. Kama mapenzi nakupa. Ni kweli wewe, utaka kucheza na akili yangu. Umesikia Chakula huni. Kula. Pesa sikupi. Unanipa. Kinachokufanya uende kwa hivyo vidanga vingine vya nini? Hamna. Hii message imejituma tu, nilikuwa nasoma kule TikTok ndo. Imejituma? Imejituma message inajituma yenyewe. Nilikuwa najifunza kuandika, niliona maneno TikTok kule kwa nimejifunza kuandika. Message imejituma yenyewe. Ile imejituma yenyewe mimi utaka kunichezea na kwambia. Mimi nimefuata kwako mapenzi tu. Ndio. Nimefuata kuridhishwa tu. Sina haja ya kupenda na kwambia. Usitaka kunichezea akili. Nimeshapita kokote huko. Nimependa, nimefanyaje? Nimeachana nao. Nimepata wewe. Wewe ni shida yangu, unataka uniridhishe. Unaelewa? Hizi nguo unazovaa usidhani kwamba ninaenda kuokota. Ninanunua. Unaelewa? Sasa kama ninanunua, pesa yangu inapotoka, ujue inatoka kwa uchungu, inatoka kwa mahesabu. Unaelewa? Wewe unajua kutafuta pesa? Unajua? Unajua ninapopata pesa? Sijui. Unaona ile baa yangu? Ndio. Nakwambia hivi, usidhani napata hela kirahisi. Lazima nitumie akili nyingi. Sasa wewe unataka kuchezea akili. Unaelewana Sasa kuanzia leo ni kuona na hizo vidangadanga vyako utanikoma nakwambia. Tunaelewana? Sasa nitakujibua na kwambia. Wanyie vipi? Amna big mama. Mlikuwa mnashangachangania hapa. Sisi tulikuwa tumekaa hapa chini mama. Nyie mlikuwa mnanichungulia hapa ndani? Hatujachungulia big mama. Umbea tu. Mlikuwa mnaongea nini? Amna kitu. Waone. Sasa niwasikie. Waone. Kwenda ndani kwa mkaoge huko mchambishe. Karudi. Naona vipi? Na mikoba tupokee. Vipi? Madam, nimefukuzwa. Umefukuzwa? Wewe. Umefukuzwa au umefanya ujinga wako huko? Hapana madam. Yule bosi wangu ninayekaa naye, bosi wa kike ana matatizo sana, lakini kwa upande wa mwanaume ana matatizo. Wewe. Utaka kuniletea habari za ajabu. Wewe. Naona unataka kazi ya kudanga ndugu yangu. Au ulimtaka bosi? Au ulimtaka bosi wewe? Eliati amekukuta. Madam, hapana. Sasa kama hizo kazi unazitaka, kuna wenzako wako wengi tu wanazifanya. Sasa ndugu yangu, karibu. Ingia ndani. Nenda ndani. Arudi nakwambia amepoza. Kati hapa shobo zilikuwa nyingi. Uliona nataka tuloa basi wajinga. Alafu wewe, unajichekesha tu hapa. Toka nenda ndani huko, mkaoge.
Nuru, Abe. Imekuwaje umemfukuza yule msichana? Amekuja analia, Imekuwaje unamfukuza tu msichana hivi hivi? Unajua mimi nimemtoa wapi yule? Yule msichana nimemtoa kwa wazazi wake kijijini. Imekuwaje msichana umemfukuza? Aja kuambia alichokuwa nakifanya huko ndani. Unajua siwezi kumfukuza mtu pasipokuwa na makosa. Mtu anamfukuza mtu pale panapokuwa na makosa. Sasa makosa. Yule ni kama mtoto wako. Yule amekuja hapa hajui chochote. Hata ni mambo ya kwenye TV kaona mavazi ameona avae. Lakini unamkanya tu kama mtoto wako. Unakuaje unamfukuza kweli mwanangu? Hapana. Siwezi kuwa na mfanyakazi ambao anaenda sawa na bosi wake. Naamka saa 4, anaamka saa 4. Mfanyakazi anaenda kuvaa nguo fupi za kumtega mume wangu. Pili, akiwa na mimi anaficha makucha yake. Akiwa na mume wangu anamsogea na kaa naye karibu. Huyo mfanyakazi mke mwenzangu umeletea huko ndani. Sasa sawa. Umemuondoaje umemfukuzaje hapa yani? Mbona amekuja mtupu? Mama Bigi. Mtupu? Kaja mtupu? Mume wangu nimetoka kugombana naye. Kampa laki 4. Sasa unaambia mkuja mtupu? Ambao ni zaidi ya mshahara ambao tumekuwa tumeandikishana, sivyo? Sawa, nimekuelewa. Sasa unahitaji msichana mwingine? Hapana, kwa sasa sihitaji mfanyakazi. Nitakapokuwa tayari nitakupigia simu. Sawa. Asante. Abe madam. Uelewi ya? Nipe hela. Hela? Hela gani? Wewe unataka kucheza na akili yangu. Nipe pesa. Mimi sina hela. Hivi unafikiri sijui kila kitu? Nimekwambia nipe pesa. Mimi sina hela. Kumbe ndo tabia yako. Hivi unajaribu kucheza na akili yangu? Hapana. Madam, haki yangu mimi sina hela yoyote. Umepewa laki 4. Nipe hiyo hela. Kweli mimi nimefukuzwa, nimepewa 30 tu ya nauli. Sina hela nyingine. Wewe mtoto, unataka kucheza na akili yangu. Umepewa laki 4. Nipe hiyo hela. Mimi sina hela yoyote. Umeelewana? Nipe hiyo hela. Ndio. Nimepewa. Sasa ulipokuwa na katakata, twende huko kwa nipe hiyo hela. Vipi lakini shwari? Shwari kwema dada yangu. Kwema. Sijaja muda. Sijaja muda kweli. Na mambo yamekuwa mazuri. Kidogo tu. Sio sana. Vipi? Safi. Anyway, ngoja niende kwenye mada kuu. Ndugu wangu unajua situpo wawili tu. Na maumivu wangu sina mwingine wa kumwambia zaidi yako. Ndio. Unatamani dadako nipitie maumivu moyoni mwangu? Hapana, siwezi nikatamani hata siku moja dada yangu nilikuwa natoa machozi. Kwanza kwa sababu gani? Ni kitu gani ambacho kikufanya wewe ulie? Angalia kwa mimi mdogo wako nipo, sijafa. Na ukiangalia sisi ni watoto wa pekee wawili kabisa ambao tumezaliwa na mama mmoja. Ambao ndo tumebaki. Inabidi tutegemeane, tusapotiane katika kila aina ya jambo ambalo linatukuta sisi. Sasa
Kwa nini dadangu Lee? Na kwa sababu gani? Hebu niambie. Kiukweli na shida. Unajua mdogo wangu, mara ya kwanza mimi sijalelewa kama wewe ulivyolelewa. Mimi nimelelewa na baba. Baba aliponilea, amenilea katika mazingira tofauti ya kundekeza sana. Mimi sijui chochote kile. Kila ninachotaka kukifanya baba alikuwa anasema usifanye. Hapana, muda bado. Mimi nikajua nalelewa katika mazingira bora, kumbe ni alikuwa ananiharibu. Kwa hivi sasa natamani na najaribu kila itwayo leo kuwa mwanamke bora, kuwa mwanamke ambao naweza kusimamia majukumu yangu. Lakini kila nikipiga hatua narudi nyuma, kwa sababu kila ninachokijaribu kwangu mimi kinafeli, hakiwi sawa. Kila ninapopiga hatua kwangu mimi narudi nyuma sana, si endi mbele. Imefikia stage hatuna maelewano mazuri na mume wangu kabisa. Sitaki kuongea mengi wala kuchimba mengi sana ya ndani, ila ngoja nije kwenye point ya msingi. Point yangu ya msingi ni hii: mdogo wangu anahitaji dada wa kazi kwa kunisaidia hapa nyumbani. Hivi unajua dada, unaweza kumuua mtu kwa pressure. Yaani nimekaa muda wote na kusikiliza, umeanza mbali. Najua labda dadangu kimekukuta kitu gani ambacho kimekuumiza, ila kumbe swala ni dada wa kazi tu. Sasa ulikuwa unaweza kuniambia mimi mapema, nikajua kumbe dadangu shida ni dada wa kazi, nikajua anaweza kukupambania vipi. Lakini umeanza umenipa pressure mpaka imefika hatua sasa mwili nahisi kama ukao unatetemeka hivi. Pole. Sasa kuhusu swala dada wa kazi, wala usijali. Dada wa kazi yupo. Tena dada wa kazi ambaye unamtaka wewe na design hiyo. Ana heshima, ana nidhamu, ana hofu na Mungu. Kweli? Serious? I know. Matatizo ninayo sana, ila ni ngumu kuyajua kwa sasa. Itafikia muda na wakati utafahamu kila kitu. Ila kwa sasa nahitaji sana mfanyakazi hapa nyumbani, na unajua kusema mimi tupo wawili tu, mimi na shemeji yako. Mimi huwa naenda kazini na mwacha yeye. Kwa hiyo hapa hakuna mtu wa kumsaidia hapa nyumbani, mtu wa kumpikia chakula. Nahitaji dada wa kazi, lakini kwa dada wa kazi namhitaji kwa sasa, namhitaji dada wa kazi mwenye mahadri. Wewe dada, ile swali hilo limeisha. Mimi nitahakikisha namleta hapa. Utaweza kuongea naye na mkaelewana nyinyi wenyewe. Ila nakuhakikishia kwamba ni mstaarabu sana, anaheshimu watu. Sawa, ina shida. Asante kwa hilo. Tafurahi sana. Ila sasa dada, fanya mpango basi, si unajua mdogo wako ni serious. Okay, sawa, haina shida. Nitakuingizia hilo tatizo dogo. Miti naye, njoo naye, utaelewa tu. Vitu vingine nitakumaliza. Sawa. Ila usije kaniacha solemba, unajua. Unajua nikishakwambia mimi haina shida, vitu vidogo hivyo. Sawa dada, mama. Mimi sikutoi. Unajua si kwamba sikupendi, nakupiga kwa sababu nakupenda. Pendi mtu aniingilie katika mapenzi bwana. Ila mama unapiga wewe. Unajua wewe big mama, tatizo lako una wivu. Yaani wewe mwanamke unakanda wewe. Yaani umenibutua. Yaani ukikanda unakanda kweli kama unakanda ngano. Yaani hapa mwili wangu wote wa moto. Maumivu kila kona. Sababu ya wivu mpenzi wangu, Hivi unajua mimi sipendi kuingiliwa kwenye mapenzi. Yaani mimi nina wivu. Pendi kabisa kuingiliwa kwenye mapenzi.
tatizo lako hivyo ndo nakuponza. Mimi nimekwambia ile message imejituma yenyewe kwa sababu nilikuwa TikTok kule. Sasa nikaona watu wanaongea. Usigusie ile message. Sitaka kusikia. Hivi unajua unaniridhisha vizuri sana ndio maana mimi naamua kukupa pesa, naamua kukaa na wewe. Hebu ufikiri kweli jamani. Yaani unanipa mahaba kweli. Unanifurahisha. Moyo wangu unafurahi kweli kweli. Kwa hiyo naomba usiniuzi tena bwana. Kesho kuna dini naenda kulifanya. Tapata hela kidogo. Kama shilingi ngapi hivi? Usijali wala utaki kuuliza. Ila takupa hela kidogo. Hasa hapo mimi ndo nakupenda. Yaani hao ndo maneno ya kuongea, sio haya maneno mengine yanarashia, lakini ndio jambo muhimu la kuliongea. Unajua kwamba mwenyewe nina vitu vyangu, alafu kama nilivyokuambia weekend kuna birthday ya rafiki yangu, lazima niende nitokelezee. Unajua kwamba mimi kweli kuna mtu anaishi naye, kuna mtu anamjali, kuna mtu ana respect vitu ambavyo anavifanya, au sio? Kuna nataka nitokelezee ile mapoda mengi au. Basi sawa mpenzi wangu.